jioni. Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Somaji ni Winifreda Ngasa. Kwanza muhtasari wake. Watanzania wametakiwa kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kushirikiana na chama cha Msalaba Mwekundu nchini wakati wa majanga mbalimbali ili kurahisisha utoaji wa misaada kwa wakati. Wananchi wa kijiji cha Inala, kata ya Ndevelo katika manispaa ya Tabora wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ukiwemo ujenzi wa vyoo bora. Na katika habari za kimataifa, kamishna wa polisi wa Afrika Kusini amesimamishwa kazi na rais siku moja baada ya kushtakiwa kwa kuvunja sheria za fedha zinazohusiana na mkataba wa polisi unaodaiwa kuwa na ufisadi. Habari kamili. Watanzania wametakiwa kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kushirikiana na chama cha Msalaba Mwekundu nchini wakati wa majanga mbalimbali ili kurahisisha utoaji wa misaada kwa wakati. Taarifa ya mwandishi wetu Isaac Justin inasomwa hapa studio na Hussein Mshenga. Akizungumza na CGFM kwa njia ya simu, meneja wa chama cha Msalaba Mwekundu Taifa Samuel Katamba amesema bado kuna tatizo la baadhi ya wananchi kutofahamu namna ya kuwasiliana na chama hicho pale majanga yanapotokea, hali inayoweza kuchelewesha juhudi za uokoaji na utoaji wa msaada. Sisi tuko kwenye ofisi zote kwa maana ya mikoa yote 31 ya serikali, lakini pia tuna volunteer ambao wanakaribia milioni 1. Hivyo basi unaweza leo ukawa Tabora, uko Igunga, uko Nzega, pale kote kuna watu na tuna volunteer ambao tumewafundisha kutoa huduma na kufika kufanya uokozi kwa haraka sana. Uelewa bado hujawa mkubwa sana, lakini tunajitahidi kadri ya uwezo wetu tuweze kuwafikia jamii na iwe na uelewa mkubwa ukilinganisha na nyakati zilizopita. Katamba pia amesema kuwa chama cha Msalaba Mwekundu kimejipanga kuhakikisha kinatoa msaada wa haraka kwa waathirika kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo. Tuliposajiliwa rasmi kwanza kutoa huduma za kibinadamu wakati wa dharura na wakati wa amani, mtu yoyote ambaye anakuwa anapata changamoto huwa tunatamani tumhudumie, aidha kwa kutoa huduma ya kwanza, huduma ya kisaikolojia au kumsaidia kurejesha hali yake, ikiwezekana kama ni ampoteza mali. John amesema wanaendelea kutoa elimu kwa maafisa usafirishaji ili kujua umuhimu wa kuwa na vifaa vya kukabiliana na majanga hasa ya moto pindi yanapotokea. Kwa watu ambao wanafahamu, kulikuwa na mkazo mkubwa sana kuhusu hizi vifaa za fire extinguisher. Kwa hiyo kipindi hicho ilikuwa uruhusu kuendesha bajaji, yani bajaji kuonekana bila kuwa na kifaa hicho cha fire extinguisher, ilikuwa lazima uwe nacho. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamesema moto katika majumba yetu au katika jamii, elimu ilikuwa ya muhimu sana, kwa sababu mtu anachukua kitu kama haya majiko ya gesi, majiko ya umeme hicho ili kuimarisha uwezo wa jamii kukabiliana na majanga. Hussein Mshenga, CGFM. Wananchi wa kijiji cha Inala, kata ya Ndevelo katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ukiwemo ujenzi wa vyoo bora. Mwandishi wetu Fortina Mbawala ana undani wa taarifa hii. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Inalawani Abdalla Songambele ameiambia CGFM kwamba wamekuwa wakiwahamasisha wananchi kusafisha mazingira na anayekaidi anatozwa faini. Kama tulivyokuwa tukihamasisha hapa kwamba ambaye hatofanya usafi basi huwa kuna faini ndogo ndogo ambazo tumejiwekea. Tufanye usafi kwenye mazingira yetu, tusiwe tunasukumwa kufanya usafi. Usafi ni haki yetu ili tuwe na mazingira safi na afya bora. Usafi wa kaya kwa ujumla, mazingira ya nyumba, choo pamoja na barabara za mitaa zote tunahimiza zifanywe usafi. Hali ya vyoo bora kwenye kijiji changu vipo kwa kweli, tunaendelea navyo, ila bado watu wengi hawajawa navyo. Tunawahamasisha wawe na vyoo bora. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kitongoji cha Inala Tuli Mohamed Mtunda amesema huwa wanawahimiza wananchi juu ya matumizi sahihi ya vyoo bora ili kuepukana na magonjwa mlipuko. Mazingira sio masafi sana. Kwa kwanza barabara za mitaa ziwe safi, nyumbani mtu akamilishe choo, awe na bafu, karo na uchanja.
na nyakati hizi kidogo wananchi wamepunguza shughuli za mashambani, kwa hiyo tunaanza mchakato wa usafi wa mazingira ili mazingira yawe safi. Hata kama ikitokea ni changamoto ya mdudu, basi hata jinsi kumdhibiti inakuwa ni vyepesi. Vyoo bado tuna aina mbili za uchumi. Kuna wale ambao kidogo uchumi wao uko vizuri, wana vyoo bora, lakini pia tunatamani kila mwananchi awe na choo bora. Mmoja wa wananchi, Tadeo Kapela, amewataka wataalamu wa afya wawe wanakwenda eneo la kijijini kuwapa elimu kuhusu usafi wa mazingira na ujenzi wa vyoo bora. Usafi wa mazingira kwa huko kijijini kwetu, 3 ya sisi tunaokaa huko maporini, usafi wastani hatuna, mpaka tupate elimu ya kutosha. Wachache ndio tuna elimu ya kuweza kutusaidia, ila kwa kuwa tuko maporini tumesahaulika. Ndio maana tuna mazingira magumu kiasi kwamba hata magonjwa ya mlipuko yanakuwa yapo mengi. Vyoo havina ubora, wengi tunaenda machakani kulingana na mazingira tumezoea ya kiporini. Magonjwa hayo yapo, walioelimika wachache, ile robo ndio wana vyoo vile bora. Na wananchi wengine Shamba Mtasha na Shabani Mohamedi wamesema utupaji ovyo wa taka na kujisaidia ovyo kunachafua mazingira na kuhatarisha afya za watu. Usafi wa mazingira ni wa muhimu sana, kama hivi tumeambiwa unatakiwa uwe na choo, kalo, uwe na uchanja. Ni vitu ambavyo vina faida kwa sisi wenyewe na sio kwa mtu mwingine. Yaani wewe unaposhauriwa ni kwa ajili yako wewe, lakini unapokuwa unatupa taka ovyo, unajisaidia ovyo, bado unaweza kuleta milipuko, magonjwa yanatokea. Kuna wale wadudu masika wanaitwa siafu. Kama mazingira ni machafu, utahangaika kuwatoa wale. Sasa ukishaweka mazingira safi, imekusaidia hata wewe jinsi ya kuwafukuza. Kama mazingira ndio vile, hata kama mvua imetoka kunyesha afu unatakiwa ende kwa jirani pale majani yalivyolaliana, unafikaje pale? Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, usafi wa mazingira na matumizi sahihi ya vyoo sio jambo la hiari, bali ni msingi wa afya, heshima na ustawi wa jamii. Fortina Mbawala, CGFM. Serikali imesema inaendelea kuimarisha elimu ya ufundi stadi ili iwe suluhisho la ajira kwa vijana nchini. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Ameir ameliambia bunge jijini Dodoma kwamba mwelekeo wa sasa ni kuhakikisha vijana wanapata ujuzi wa vitendo unaowawezesha kujiajiri na kuajiriwa kulingana na mahitaji halisi ya soko la ajira. Ameitaka Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kuanzisha vituo vya umahiri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, akisema hatua hiyo itaongeza ubora wa mafunzo na kuwajengea vijana ushindani katika soko la ajira. Wanu pia amesema serikali imezindua mtaala mpya wa aluminium na ufugaji wa vioo kwa kushirikiana na sekta binafsi ili kuhakikisha mafunzo yanayotolewa yanaendana na uhalisia wa kazi. Amebainisha kuwa mtaala huo unalenga zaidi mafunzo ya vitendo ili kuwajengea vijana uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi mara baada ya kuhitimu. Pia serikali imeelekeza kuanzishwa kwa mitaala hiyo katika vyuo vya VETA ili kurasimisha ujuzi wa mafundi na kuwapatia vyeti vinavyotambulika, hatua itakayorahisisha upatikanaji wa ajira na kuongeza hadhi ya taaluma ya ufundi nchini. Wahitimu wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Unyanyembe mjini Tabora wametakiwa kujitunza watakapokuwa nyumbani wakisubiri kujiunga na elimu ya juu kwa kujiepusha na vitendo viovu. Taarifa kamili na mwandishi wetu Emily Kasapa. Wito huo umetolewa na kaimu kamanda wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya Magharibi, Mhifadhi Alois Kilemwa, katika mahafali ya 10 ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari Unyanyembe, akisema watakapokuwa nyumbani wakisubiri matokeo watakutana na vishawishi vingi, hivyo hawana budi kuviepuka. Huko mnakoenda tachangamana na watu wa aina tofauti katika kipindi hicho cha mpito mkisubiri kujiunga na vyuo, na huko vyuoni pia mtakuwa na kukutana na watu wengine wapya. Naombeni sana mkaidumishe nidhamu na maadili yenu mwapo huko, kuheshimu wazazi, viongozi na watu wote ambao mtakutana nao, mkafanye kazi katika familia zenu na sio kuzurura na kukaa kwenye vijiwe. Awali mwanafunzi Grace Emmanuel katika risala kwa niaba ya wahitimu wa kidato cha 6 mwaka huu shule ya sekondari Unyanyembe amesema elimu aliyoipata kwa muda wa miaka 2 imewasaidia kujitambua. Elimu hii ya kidato cha 6 imetupatia msingi mzuri na kutuandaa kwa ajili ya vyuo vikuu. Pia imetujengea uwezo mzuri wa kujitambua, kujitegemea, kufikiri, kufanya kazi vizuri
na kufanya maamuzi sahihi. Pia imetuwezesha sisi wanafunzi kupata elimu ya mambo mbalimbali kupitia masomo tunayofundishwa hapa shuleni. Mfano, tumepata elimu ya uraia, historia ya mambo mbalimbali katika nchi yetu na duniani kwa ujumla. Pia tunaweza kupata uelewa kuhusu afya. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari Unyanyembe Luteni Kanali Albinus Komba amesema kwa namna walivyoandaa wanafunzi wao, wana imani watafaulu na kujiunga na elimu ya juu. Kwa ujumla, wahitimu hao tuna imani nao kwa kuwa safari yao ya miaka miwili ya kitaaluma pamoja na malezi hapa shuleni itakuwa yenye mafanikio baada ya walimu wao kuwaandaa vyema kitaaluma, kimaadili na kinidhamu. Nitumie fursa hii kuwatakia maandalizi mema na mtihani mwema, na Mwenyezi Mungu awatangulie katika mitihani yao watakayofanya siku chache zijazo. Walimu, wazazi na uongozi wa shule kiujumla, tunategemea kuwa hamtatuangusha na mtafanya vizuri mitihani yenu, na kwa kweli mtakuwa mmetuheshimisha sana. Wanafunzi 46 wa shule ya sekondari Unyanyembe wanatarajia kuungana na wanafunzi wengine nchini kwenye mtihani wa kidato cha 6 utakaoanza tarehe 4 mwezi ujao. Emil Kasapa, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wafanyabiashara katika soko la Kachoma, halmashauri ya manispaa ya Tabora, wamesema hali ya biashara kwa sasa sokoni hapo inakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo kupungua kwa wateja na miundombinu mibovu ya barabara. Awali nimezungumza na mwenyekiti wa soko hilo Leo Katamiti katika mahojiano yafuatayo. Bana, kwa hali ya sasa ndio kawaida, sio nzuri sana wala sio mbaya sana, kulingana na msimu wenyewe jinsi tuko katika eneo la masika. Maana tuko mwishoni mwa masika, kama unavyojua mkoa wetu wa Tabora, mazingira ya masika huwa biashara zinasizi kidogo, kulingana na wananchi wengi wanakuwa wamo mashambani na mzunguko wa pesa unakuwa kidogo umesinzia kidogo. Ni changamoto zipi sasa ambazo zinawakabili kama wafanyabiashara hapo sokoni kwa sasa, mwenyekiti? Changamoto, ndugu mtangazaji, huwa hazikosi. Biashara ni ngumu sasa hivi, bado biashara ni ngumu, ingawaje watu wanauza, lakini sio nzuri sana, ni biashara ni ngumu. Kulingana hali ya masika jinsi ilivyo, tulikotoka kwenye masika, hali ya soko, mbinu yote ya barabara hapa haiko vizuri. Halmashauri tuahidi wataitengeneza barabara zetu na kutengeneza karabati soko letu. Kwa mazingira ya soko hili la Kachoma, yanawasaidia vipi wafanyabiashara kupata wateja na kuongeza kipato, au bado kuna mapungufu? Kuna barabara zinazoingia hapa soko la Kachoma. Kuna barabara inatoka huku, moja inatoka stendi kubwa ambayo ndio kubwa inayoingia soko la Kachoma. Inatoka stendi hapa, geti la kutokea magari inaingia soko la Kachoma. Barabara hii kwa sasa sio rafiki. Kwa hiyo yani imeharibika hii barabara, haiko vizuri. Na hii barabara ndio tunategemea sana katika kuingiza watu wengi pamoja na magari madogo yanayoingia ndani ya soko, watu kuja kuemea. Kwa hiyo changamoto wafanyabiashara wanakuwa nazo. Ingawaje kama nilivyokuambia kwamba tuna ahadi kutoka halmashauri kwamba msimu huu ambao utakapoisha watakuja kukarabati hizi miundombinu. Sasa kama uongozi wa soko mmechukua hatua gani sasa kuboresha mazingira ya biashara na mahitaji, na mnahitaji msaada gani kutoka kwa serikalini, mwenyekiti? Tumeshawaambia halmashauri waje watusaidie kuwasaidia wafanyabiashara. Barabara ya kuingia hapa sokoni imeharibika. Kwa hiyo wakija kuikarabati hii barabara, ina maana itaingiza wananchi wengi kuja kuemea biashara za wafanyabiashara hapa sokoni. Na miundombinu ya kuingia ndani ya soko na yenyewe tulishawaeleza watu wa halmashauri waje wakarabati ili tupate wateja wengi wa kuingia sokoni na kutoka, ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara vizuri na kulipa kodi zao, kodi stahiki inavyotakiwa. Ni matarajio gani sasa, mwenyekiti, ambayo ya biashara katika soko hili la Kachoma kwa kipindi kijacho? Matarajio mengi, hususan ukizingatia kwamba wafanyabiashara ndani ya soko la Kachoma wengi wana mitaji midogo, lakini kulingana na maelekezo ya serikali ya sasa watu wengi wanajipanga, na tayari tumeshaanza kuona mafanikio, watu wanaanza kupata hizi pesa. Kwa wafanyabiashara wameendelea kuwa wanabadilisha biashara zao, zinakuwa vizuri. Tunategemea mategemeo mema, na tunajua tunategemea wafanyabiashara wataendelea kupata vipato vingi kupitia mikopo ambayo sasa hivi serikali imeitangaza kuwanyanyua wananchi wake. Mazingira ambayo yanadhoofisha wafanyabiashara kwa sasa hivi, kama hivi unavyojua, kama nimekuambia barabara, na nimekuambia kwamba mfumo huu, wakati nyakati tulizonazo hizi ni za masika. Yani nyakati za masika, kwanza wananchi wengi halmashauri ya Tabora wanakuaga wewe kwa chache ndani ya manispaa, wengi wanaenda mashambani. Kwa hiyo watu wengi sasa bado wako mashambani. Tunategemea sana wananchi ambao wanatoka vijijini, huwa wanakuja baada ya kuwa wameuza mazao yao, wanaingia mjini kwa wingi, wanaleta pesa kwa wingi, wanakuja wanajaa masokoni, kila mtu anafurahia, anaona biashara yanakwenda vizuri. Lakini mambo yako mengi, kama unajua ndugu mtangazaji, mambo mengi yanayotukabili sasa, na ukilinganisha tena kitu kingine kinachozoofisha hivi ninavyokuambia ndugu mtangazaji, uzoofishwaji mwingine wa wafanyabiashara ndani ya soko. Wafanyabiashara ndani ya soko wanatembea mikoa mbalimbali, kuendea bidhaa mbalimbali mikoani, kuleta kwenye soko letu. Lakini hata hapa hivi ninavyoongea, na maana wafanyabiashara ambao wengi nakuwa naongea nao wako mikoani kule kutafuta biashara, yani wanasumbuka usafiri wa kuleta biashara hapa, sababu magharama ya usafirishaji yameshaongezeka, gharama zimeshakuwa kubwa.
kubwa ukilinganisha na hali iliyopo sasa hivi ya upandaji wa mafuta duniani. Kwa hiyo magari yameshaongeza gharama za usafirishaji. Kwa hiyo wafanyabiashara wanasumbuka, wanahangaika. Hata unaposafirisha biashara kuja kupata faida inakuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo changamoto sasa hivi tunazo nyingi na hakuna ambaye hazielewi, ndugu mtangazaji, changamoto. Hata kama kila mtu anazielewa changamoto tulizonazo sasa hivi zinazokukabili. Huyo ni mwenyekiti wa soko la Kachoma halmashauri ya manispaa ya Tabora leo Katamti akihitimisha mahojiano nami. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Kwa habari za kimataifa tujiunge na mwandishi wetu Isaac Justin. Tuanzie nchini Afrika Kusini ambapo kamishna wa polisi nchini humo amesimamishwa kazi na rais siku moja baada ya kushtakiwa kwa kuvunja sheria za fedha zinazohusiana na mkataba wa polisi unaodaiwa kuwa wa ufisadi. Kamishna huyo Fani Masemola alifikishwa mahakamani Jumanne wiki hii na anatarajiwa kurejea pamoja na maafisa wengine 12 waandamizi wa polisi wanaotuhumiwa kwa ulaghai, ufisadi na utakatishaji fedha kuhusiana na mkataba huo ambao inadaiwa ulitolewa kinyume cha sheria kwa kampuni moja nchini humo. Mashtaka dhidi ya Masemola yanahusiana na majukumu yake kama afisa mhasibu wa idara ya polisi. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba amemteua Puleng Dipane, kamishna wa huduma za usimamizi wa fedha katika idara ya polisi, kuwa kaimu kamishna wa polisi, wakati Masemola akiendelea na kesi yake mahakamani. Kusimamishwa kwake kazini kunafuatia madai mbalimbali ya ufisadi katika mfumo wa haki za jinai nchini humo ambayo yalifichuliwa katika tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na Rais Ramaphosa mwaka jana. Tuelekee nchini Kenya. Rais William Ruto wa Kenya amesema nchi za Afrika Mashariki zinaendelea kujadili mpango wa kujenga kiwanda cha pamoja cha kusafishia mafuta katika bandari ya Tanga, kwa mfano wa kiwanda cha Dangote cha Nigeria. Katika mkutano wa ufadhili wa miundombinu uliofanyika mjini Nairobi, Rais Ruto amesema nchi hizo zitakuwa na kiwanda cha pamoja cha kusafishia mafuta huko Tanga ambacho kitanufaisha wote kwa sababu kitachakata mafuta kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Sudani Kusini na Uganda. Mfanyabiashara tajiri zaidi barani Afrika Aliko Dangote, ambaye pia amehudhuria mkutano huo, amesema anaweza kuanzisha mradi Afrika Mashariki kama wa kiwanda chake cha Nigeria kinachozalisha mapipa 650,000 ya mafuta kwa siku endapo serikali za eneo hilo zitaunga mkono mpango huo. Kwa sasa Afrika Mashariki huagiza mafuta yote yaliyosafishwa hasa kutoka Mashariki ya Kati, hali inayosababisha eneo hilo kuwa katika hatari ya kupanda kwa bei na usumbufu wa upatikanaji wa mafuta kama ilivyoshuhudiwa wakati wa mzozo wa Irani. Na hatimaye ni taarifa kutoka Mashariki ya Kati. Rais Donald Trump wa Marekani ameagiza jeshi la majini la nchi hiyo kushambulia mara moja boti zozote zitakazokutwa zikiweka mabomu ya baharini kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni, hatua hiyo imekuja wakati kukiwa na hofu kuwa baadhi ya boti zinahusishwa na uwekaji wa mabomu ya baharini ambayo inaweza kuhatarisha meli za kibiashara. Tamko hilo linaashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Irani katika eneo hilo muhimu la usafirishaji wa mafuta duniani. Waziri wa zamani wa jeshi la majini nchini Marekani, Kenneth Braithwaite, amesema Marekani ina uwezo wa kudhoofisha shughuli zote za usafirishaji wa baharini. Tuna uwezo wa kuwakamata mafisadi. Tuna uwezo kama rais alivyoonyesha wa kufuta boti zote za haraka kwenye njia Hormuz, lakini tena hiyo itachukua muda na itachukua juhudi za pamoja kwa nguvu zetu zote zilizopo huko. Hata hivyo, wachambuzi wengi wamesema kauli hiyo inaweza kuongeza hatari ya mapigano makubwa zaidi, hasa wakati juhudi za kidiplomasia kati ya pande husika zikiwa bado hazijazaa matunda. Isaac Justin, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watanzania wametakiwa kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kushirikiana na chama cha Msalaba Mwekundu nchini wakati wa majanga mbalimbali ili kurahisisha utoaji wa misaada kwa wakati. Wananchi wa kijiji cha Inala kata Ndevelo katika manispaa ya Tabora wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ukiwemo ujenzi wa vyoo bora.
Na katika habari za kimataifa, kamishna wa polisi wa Afrika Kusini amesimamishwa kazi na rais siku moja baada ya kushtakiwa kwa kuvunja sheria za fedha zinazohusiana na mkataba wa polisi unaodaiwa kuwa na ufisadi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe uliyekuwa ukifuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Winifred Angasa.